Tutafungua sehemu tatu za maandiko. Kutoka 19, 16 hadi 20, Mathayo 17, 1 hadi 8. Tutamalizia na Yohana 3, 1 hadi 13. Kwa tutaanza na Kutoka 19 mstari wa 16 hadi mstari wa 20. Tutaenda Mathayo sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 8. Alafu tutamaliza na Yohana 3, 1 hadi 18. Na kabla ya kusoma tuombe. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya majaliwa haya asubuhi hii. Tunajua tunasimama kwenye wakati wa mwisho. Tunasimama kwenye wakati ambao wewe umekuja ili uzungumze na mkeo. Wewe ambaye ni simba ulio wa kabila la Yuda, baada ya kuivunja ile mihuri, umeshuka tena duniani ili ukutane na bibi harusi wako. Ukutane na kile ulichokikomboa. Ukutane na yale uliyoyafia pale Kalvari. Umchukue tena huyo bibi harusi ambaye alikufanya uache ile sifa ya kuwa kama Mungu, ukashuka tena duniani kwenye kipindi cha wakati, ukafanyika mwanadamu, ukawa kama sisi, tena tu ukawa ni mwanadamu wa hali ya chini sana, ambaye alivaa vazi moja, haukuwa hata na nyumba ya kupanga ambapo ungelienda kulala. Ukasema mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa Adamu hakuwa hata na mahala pa kuweka kichwa chake. Ulikuja ukaishi maisha ya chini sana, ili kwamba hata yule aliye kwenye maisha ya chini aweze kuiona nuru hii kuu. Bwana Yesu, ukamkomboa mwanadamu pale Kalvari na ukasema imekwisha, na swali la dhambi lilimalizika pale Kalvari. Nawe ukarudi tena ukafanya upatanisho katika nyakati 7 za kanisa, ukimweka sawa mwanadamu uliyemkomboa, na hata ukampata mwanadamu uliyemkomboa vizuri zaidi, ambaye akawa ni kama malimbuko, mwanadamu William Marion Branham, ambaye ni mganda uliotikiswa. Ndipo Bwana Yesu ukaamua kuingia ndani yake, na ukaja ukafunua zile siri, na ukaleta ukombozi unaomfanya mwanadamu arejee mahala ambapo alikuwa kabla ya anguko. Bwana Yesu, ni siri kuu ambayo imefichwa kwa wanavyuoni. Watu wenye hekima na maarifa wameshindwa kuliona jambo hilo, na wameshindwa kuona kila ambacho Adamu alikuwa kabla ya anguko. Lakini kupitia ujumbe huu wa saa na kupitia nguzo ya moto iliyoshuka tena kwenye wakati huu, ikaja ikahubiri mambo haya. Bwana Yesu, tumepata majaliwa ya kukuona wewe, ambaye hapo mwanzo ulikuwa kwenye umilele. Sasa hivi umekuja tena kwenye kipindi cha wakati, ukafunuliwa kama mwana wa Adamu, ukatembea katika mitaa ya Kentucky, ukazunguka ulimwengu huu mara 7. Ulipokuja ulizunguka kwenye mitaa ya Galilaya, Kapernaum, Tiro na Sidoni, na hata ukaonyesha ishara na ajabu kuu kwa Waisraeli. Lakini kwa zamu hii, kwa sababu ulikuja kwa watu wa mataifa, ukazunguka tena ulimwengu huu mara 7, ukaliweka lile neno lako, ukapita katika kila taifa na lugha kama nguzo ya moto, ambapo leo hii tunanena mambo haya ni kama historia. Ulimwengu umeshuhudia tena kuja kwa Masihi mara ya pili duniani, ambapo wengine bado wanasubiria, lakini sisi tumeuona ujio huo mkuu ambao umekuja kumwamsha bibi harusi. Na kila mmoja wetu aliyeona jambo hilo alitoka kule aliko, akakimbia na akaja kumuona mtu huyu, mtu wa Galilaya. Wakati ulipojifunua kwa yule mwanamke pale kisimani, wakati alipoliona jambo hili kuu, alitoka akaenda kushuhudia huko na huko, na akasema njooni muone mtu huyu, yamkini yeye ndiye Masihi ambaye tumekuwa tukimsubiria kwa muda mrefu. Na wengi kati ya Wasamaria waliamini kwa ujumbe wa yule mwanamke, na wakaja wakamuona mtu yule wa Galilaya, na hawakuja kumuona mwanadamu, bali walimuona Mungu aliyejificha nyuma ya ngozi, aliyekuwa nyuma ya Yesu Kristo akifunua siri. Na leo hii tena wakati wa jioni, wakati ambao ni wa kupunga kwa jua, umekuja tena kupitia William Marion Branham na ukajionyesha tena kwa mataifa.
na hata ikawachanganya baadhi ya wandugu, wakahisi labda Branham alikuwa ni Mungu au Branham alikuwa ni Yesu, lakini akasema si hivyo, ila hamko mbali na ukweli wenyewe, kwa sababu ulikuja zamu hii haukutumia tena ile ngozi ya Israeli. Ulikuja kwa Waisraeli kwa ngozi ya Kiisraeli, na zamu hii unakuja kwa mataifa na umeuchukua mwili uliokombolewa, ukaa nyuma ya nabii, ukaja kwetu sisi. Bwana Yesu, hii ni siri kuu tunaoishikilia sisi kama bibi harusi. Tunatembea tukijua kwamba Bwana Yesu hayuko mbali, yeye yuko mahali hapa, wala hayuko milimani kwamba tukamtafute milimani, bali yuko mahali hapa akituhudumia. Wewe ulisema hautatuacha kamwe, utakuwa pamoja nasi hadi utimilifu wa dahari. Na hapa Bwana Yesu, tunaenda kuichukua tena sauti yako iliyorekodiwa, kwa sababu tunaamini ulikuja mara ya kwanza kwa Israeli na sauti yako ikaandikwa kwenye kitabu ambacho ni Biblia, na umekuja tena mara ya pili, sauti yako haijaandikwa vile vile, lakini ikarekodiwa, inachezwa kama kanda. Tunaomba Bwana Yesu, tukiamini kwamba wewe ni yeye yule jana na hata milele. Wewe ambaye ulitenda Galilaya, ukatenda Kentucky, utatenda tena asubuhi ya leo. Njoo Bwana Yesu, ukapate kuponya kila ugonjwa, ukapate kutatua kila shida miongoni mwetu. Najua kuna wanaoamini kweli kweli, kuna wasioamini na kuna wanaojifanya kuamini, lakini naomba Bwana Yesu kwa asubuhi ya leo, kwa yule aliyekuja akikusudia kuamini, akapate kukuona wewe, kwa sababu wewe hauko mbali, wewe uko mahali hapa. Ukimtarajia mwanadamu yeyote ambaye angeliweza kuamini, umtendee jambo fulani la kimbinguni. Tunaenda kusoma maandiko yako, tunaomba Bwana Yesu tusaidie, uyafunue tena uyaweke rahisi kwa sisi watoto wachanga tunaotamani kujifunza kutoka kwako, tukapate kujua. Na itakuwa tunapotoka kwenye ibada hii Bwana Yesu, tunasema wewe ulizungumza nasi, na mioyo yetu itawakawaka, itasema kama waliotoka Emau kwamba mioyo yetu haikuwakawaka wakati ulipokuwa unazungumza nasi. Jalia hata nafsi iliyolala na iliyojeruhiwa ikapate kuwakawaka tena inapoona nguzo ya moto ikijirudia mahali hapa. Jalie mtumishi wako aliyeko bondeni, mtie upako na mafuta, umbariki na kisha utubariki na sisi mahali hapa. Bariki bibi harusi wako ulimwenguni kote, tukapate kuwa na wakati mzuri na ujumbe mzuri na madhihirisho ya Roho Mtakatifu miongoni mwetu. Tunaomba yafunue maandiko yao tunapoyasoma sasa hivi, ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo, amen. Bwana abariki. Tutasoma Kutoka 19, alafu mengine tutasoma tukiwa tumekaa. Mstari wa 16. Ikawa siku ya tatu, wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Bwana akashukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Tunaweza tukaketi. Bwana abariki sana. Wangapi wanatamani kumwona Mungu? Wangapi wanataka kumwona Mungu? Na mimi natamani kumwona Mungu. Bwana abariki sana. Ilifikia wakati ambapo wana wa Israeli walitaka kumwona Mungu. Walichoka kumwona Musa, wakataka wamwone Mungu wa Musa. Bwana abariki sana. Na inafikia watu wanakuwa na wazo la Mungu. Kila mtu anatamani kumwona Mungu, lakini Mungu akishuka akiwa kama Mungu,
wewe utaangamia. Bwana bariki sana. Hapo ndipo shida ilipo. Kila mtu anataka kumwona Mungu, lakini ili umuone Mungu lazima Mungu ajibadilishe umbo. Bwana bariki sana. Na Mungu akijibadilisha umbo, wewe utaona lile umbo alilojibadilisha akaingia ndani yake. Lakini ili wewe umuone Mungu kama alivyo Mungu, lazima na wewe utoke kwenye ubinadamu uende kwenye ile hali aliyo yeye ili uweze kumwona yeye. Bwana abariki sana. Mnakumbuka wakati wa kifo cha Uzia, wakati Isaya alipoona ono, aliona wale maserafi wanaoleta sadaka na wanateketeza kwenye kiti cha enzi. Walikuwa na mabawa 6. Mawili wamefunika nyuso zao, mawili wamefunika miguu yao, na mawili kwa ajili ya kutendea kazi. Kwa hiyo hata wale viumbe watakatifu sana walio karibu na Mungu bado hawakuwa na uwezo wa kumwona, ilibidi wafunike macho yao. Bwana bariki sana. Sasa hawa wanadamu walitaka kumwona Mungu. Bwana bariki sana. Wakasahau kwamba Mungu alishuka kwa Musa na akamfanya Musa kuwa Mungu, alafu akamfanya Haruni kuwa nabii, kwamba wakitaka kumwona Mungu wamwone Musa, kwamba aliyemwona Musa amemwona Mungu. Ukitaka kumwona nabii nenda kwa nani? Kwa Haruni, kwa sababu Musa Mungu alinena. Bwana bariki sana. Alafu Haruni akaja akanena na kusanyiko. Sio Musa. Musa alikuwa hasemi na watu, ila ni Haruni aliyekuwa anasema na watu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alibadilisha utaratibu. Bwana bariki sana. Mungu alimfanya Musa awe Mungu. Bwana bariki sana. Wala hiyo sio ya kuficha ficha. Ukienda kusoma kwenye Kutoka utaipata kwamba Musa amebadilishwa kutoka kuwa mwanadamu akawa nani? Bwana bariki sana. Kwa hiyo Mungu akamgeuza Musa akamfanya kuwa Mungu, alafu Haruni akawa ni nabii. Kwa hiyo Musa akisema ni Bwana asema hivi, na Haruni anapofika kwenye kusanyiko hasemi kwamba Musa anasema. Bwana abariki sana. Hasemi Musa anasema, yeye alisema Mungu asema hivi au Bwana asema hivi. Ndio maana wasioamini walisema huyu ni Haruni na kaka yake Musa, ndio maana wanatuletea haya mambo. Lakini kwa wanaoamini haikuwa Haruni wala haikuwa Musa. Bwana abariki sana. Ilikuwa ni Mungu ndani ya Musa, alafu Mungu ndani ya nabii wake Haruni. Bwana abariki sana. Kwa hiyo Haruni anaongea hivyo, ni Bwana asema hivi. Ni eza ukubali anachokisema Haruni upone, au ukatae uangamie. Bwana abariki sana. Na aliyemkataa Haruni alikuwa amemkataa Mungu. Bwana abariki sana. Kwa hiyo Haruni alikuwa na Bwana asema hivi, lakini aliyesema hakuwa ni Bwana, ila alikuwa amesema ndugu Musa. Bwana abariki sana. Lakini ndugu Musa hakuwa tena ndugu Musa. Ni kwa nini hakuwa ndugu Musa? Ni kwa sababu yeye akiwa kama mwanadamu alipata majaliwa ya kukutana na nguzo ya moto. Kwa hiyo mwanadamu chini ya uvuvio wa nguzo ya moto akapata yale majaliwa, ndio maana aliweza kuandika habari hata ambazo yeye hakuwepo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nani alikuwepo? Lakini Musa aliweza kuandika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa chini ya uvuvio wa nguzo ya moto. Na kwa sababu nguzo ya moto ilikuwa juu yake, ikamtoa wanadamu, ikamfanya yeye kuwa Mungu. Bwana abariki sana. Kwa hiyo ukimchukua Musa kama Musa, unapotea haraka sana, kwa sababu utamchukua kama mtu unayemfahamu.
Lakini ili upate matokeo, ilibidi umchukue Musa kama Mungu. Bwana awabariki sana. Ukimwelewa Musa ni nani, utaelewa tulichokiamini ni kitu gani. Lakini usipomwelewa Musa ni nani, hautauelewa tumeamini kitu gani. Watu wanafikiri ujumbe ni kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Huo sio ujumbe. Huo ni utaratibu ambao hata mitume walifanya. Watu wanafikiri ujumbe ni kutakukata nywele. Huo sio ujumbe. Huo ni utaratibu ambao hata kwenye maandiko upo. Bwana bariki sana. Unafikiri ujumbe ni kuwahi ibadani. Hata wakati wa kwanza wa kanisa waliwahi ibadani. Bwana bariki sana. Ndio maana kuna mjumbe anayeleta ujumbe. Musa alikuwa ni mjumbe aliyeleta ujumbe wa wakati wao. Bwana wabariki sana. Sasa kwa sababu Musa alileta ujumbe na akafanyika mjumbe na nguzo ya moto ikawa juu yake, yeye alifanyika Mungu. Na ili upate matokeo kwa Musa, ilibidi umwamini Musa kama Mungu, halafu Haruni kama nabii. Ndiyo maana akaandika Agano la Kale. Bwana wabariki sana. Agano la Kale tunaloliongelea sio habari za kina Daudi, sio habari za kina Esther, sio habari za kina Danieli. Hizo ni historia ambazo zilikuwepo, zikaandikwa. Ni matendo ambayo Mungu aliyatenda kwa watu, kisha yakaandikwa yatusaidie. Lakini alichokiandika Musa ni mambo ambayo jicho halikuwepo. Wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, nani alikuwepo? Nani alirekodi? Nani aliona? Ni kwa sababu alikuwa chini ya uvuvio wa nguzo ya moto. Ndio maana ukiongelea habari za Agano la Kale unamwongelea Musa. Hivi vingine vyote ni viambata vinavyokuleta kwa Musa. Bwana bariki sana. Yeye ndiye aliyeandika kwenye bustani ya Eden kulikuwa na kitu gani. Kwa sababu Adamu na Hawa hawakuandika Biblia. Tungejuaje Adamu na Hawa walifanya nini? Uumbaji ulifanyikaje? Kwa hiyo ilibidi kiumbe cha kimbinguni ambacho ni Logos, kilichokuwepo wakati wa kuumba kwa Mungu, kishuke tena duniani, kimtie upako mtu wa duniani. Bwana bariki sana. Kimbadilishe kutoka kwenye hali ya duniani aingie kwenye hali ya kimbinguni. Kisha mawazo yake ya kibinadamu yafutike, alafu ufahamu wa kimbingu, ufahamu wa theofania uingie ndani yake, awe kama Mungu, aweze kuona mbele, aweze kuona nyuma. Ndio maana aliweza kuona wakati ambapo Mungu anaumba. Aliweza kuona wakati Mungu anatembea kwenye bustani ya Eden. Aliweza kuona wakati anguko lilipotokea, kwa sababu aliingia kwenye kiwango cha kimbingu. Hakuwa kwenye akili za kawaida. Ndio maana aliweza kuona nyuma, aliweza kuona mbele. Kwenye Kumbukumbu la Torati 18:15 akasema Bwana Mungu atawaondokeshea nabii aliye kama mimi, msikieni yeye. Bwana abariki sana. Ina maana Agano la Kale unamweka Musa akiwa na nguzo ya moto, kisha akawaambia huko mbele Bwana Mungu atawaondokeshea nabii aliye kama, msikieni. Bwana abariki sana. Ndio maana Yesu anawasili ulimwenguni, hawakuweza kumwamini. Walihisi ni wajuzi
Akamwambia kabla Musa hajakuwako, kabla Musa hajakuwako mimi niko, akijitambulisha kwamba yeye ni zaidi ya Musa. Bwana abariki sana. Ndio maana Yohana alivyoona akasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake huyo neno kulikuwamo uzima, na huo uzima ni nuru ya watu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo huyo neno ambaye alikuwako sasa hivi amekuja kwenye mwili wa Yesu Kristo. Wakati Yesu anaambia kabla Musa hajakuwako mimi niko. Na wakati Musa anasema nikienda nikiulizwa niwaambie ni nani aliyenituma, kawaambia aliyenituma anaitwa mimi. Kwa maneno mengine, aliyemtuma Musa alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Alikuwa ni Bwana Yesu Kristo kwenye umbo la nguzo ya moto. Ndio maana akamwambia wanafunzi, nilitoka kwa Baba. Kwa Baba ni nini? Ile nguzo ya moto. Nilitoka kwa Baba, ninarudi kwa ile nguzo ya moto iliyomtuma Musa, iliyomtia upako Musa, akayaandika maandiko, ndiyo iliyoshuka. Bwana abariki sana. Na hiyo nguzo ya moto unaona ilivyoshuka kwenye Agano la Kale kwa wana wa Israeli, ilishuka mara ngapi? Mara 2. Bwana abariki sana. Mara ya kwanza imeshuka nyuma ya Musa, ikaja kwa Israeli. Mara ya pili sio nyuma ya Musa, ndani ya Yesu. Unanielewa? Mara ya kwanza ilikuja kwenye kichaka kinachowaka moto. Musa akaiona, akapata uvuvio, akaandika Agano la Kale, akaleta na amri. Lakini ni kwa Israeli. Na mara ya pili ikashuka sio nyuma ya Musa, bali ndani ya mwili ambao ni Yesu, kwa Israeli. Bwana abariki sana. Ilipokuja upande wa mataifa, inakuja hivyo hivyo. Ilianza na mtu aliyekutana nayo ambaye ni Paulo. Bwana abariki sana. Paulo alipokuwa anaenda Dameski kuwatesa watu, akakutana na nguzo ya moto, kama ambavyo Musa alikuwa ametoroka kazi ya Mungu, hafanyi kazi ya Mungu. Katika kumkimbia Mungu akakutana na nguzo ya moto. Wala Paulo alikuwa hafanyi kazi ya Mungu, alikuwa anafanya kazi ya Mafarisayo, akiwatesa watu wa Mungu. Katika kuwatesa huko, Paulo akakutana na nguzo ya moto. Haleluya. Alisema nilitoka kwa Baba, narudi kwa Baba. Bwana abariki sana. Ilipokutana na Paulo, Paulo hakumuona Yesu. Paulo aliona nguzo ya moto. Kama ambavyo Musa hakumuona Mungu, yeye aliona nguzo ya moto kwenye kijiti kilichokuwa kinawaka. Na huyu akakutana nayo, akaitazama, ikampofusha macho. Ikamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unaniuzi? Akamuuliza, ni nani wewe Bwana? Kama ambavyo Musa aliuliza, ni nani wewe? Akaambiwa, mimi ni niko. Bwana abariki sana. Huku Paulo naye kwa ajili ya watu wa mataifa ilibidi akutane na nguzo ya moto imwelezee yeye ni nani. Huwezi ukaleta ujumbe wa msingi kwa watu wa Mungu bila kukutana na Mungu. Lazima uwe na Bwana asema hivi. Ilibidi Paulo
kwa sababu yeye ni mtu kwa ajili ya watu wa mataifa, akutane na nguzo ya moto. Kamwambia mimi ni Yesu. Unaona ni nguzo ya moto, lakini ili uelewe kwa lugha ya duniani, nguzo ya moto ni Yesu. Kwa sababu jina lilikuwa limeshawekwa wazi. Kipindi kule jina lilikuwa bado. Akasema mimi ni niko. Ndiyo nyakati 7 za kanisa zikaanza. Mungu hashughuliki tena na Israeli. Wakati wa Israeli umeisha. Walivyomsulubisha pale katikati ya ile juma la mwisho, ikabaki miaka 3.5 kwa ajili ya Israeli. Kisha nyakati 7 zikaingia. Nyakati 7 zinaanza na mjumbe wa kwanza ambaye ni nyota ya kwanza ni Paulo, ambaye alikutana na nguzo ya moto. Ila inapofika 7, wakati wa 7 wa kanisa, sio kukutana na nguzo ya moto, ni mtu akiwa na nguzo ya moto ndani yake. Kama unaikataa hii, kataa ya Yesu. Biblia haijipingi. Agano la kale lote ni watu hawa. Mmoja ni Musa aliyekutana na nguzo ya moto, mmoja ni Yesu akiwa na nguzo ya moto ndani yake. Agano jipya, mataifa, ni watu hawa wawili. Mmoja ni Paulo aliyekutana na nguzo ya moto akaleta ujumbe. Wa mwisho ni Branham akiwa na nguzo ya moto ndani yake. Bwana abariki sana. Ndio maana nabii akasema, ninaamini ya kuwa hiyo nguzo ya moto mnayoiona mahali hapo ndio ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Hiyo ndio nguzo ya moto iliyokuwa kwa wana wa Israeli, iliyowatangulia wakina Musa njiani. Kama ungelipata imani ya jinsi hiyo, ungeielewa ni kitu gani umeamini leo hii. Hatuna Mungu wa kubahatisha, Mungu wa kwenda kumtafuta milimani, Mungu wa kwenda kumtafuta madhehebuni. Hapana. Haleluya. Na sio kwamba Israeli wote waliona nguzo ya moto. Hapana, ni Musa ndiye aliyeiona nguzo ya moto. Wakati wa usiku ilikuwa ni nguzo ya moto ikiwaongoza wana wa Israeli, na wakati wa mchana ikageuka ikawa wingu. Na wakati nguzo ya moto ilipotembea, na Musa naye alitembea. Na wakati Musa alipotembea, na wana wa Israeli wakatembea. Wakati ambapo wingu lilisimama, na Musa alisimama. Wingu liliposogea, na Musa akasogea. Na Musa aliposogea, na watoto wanaomwamini Musa, ambao ndio wanaomwamini Mungu, walisogea pamoja na wingu. Bwana abariki sana. Na hata leo hii tunaamini ni malaika yule yule aliyekuwa anatembea na Musa, ni Mungu yule yule aliyekuwa na mitume, ndiye aliyekuja kwenye kizazi hiki akiwa ndani ya William Marion Branham. Ukimkataa Branham, umemkataa Mungu. Aliyemkataa Yesu, alimkataa Mungu. Walisema wanamwamini Mungu, wanamwamini nguzo ya moto, wanamwamini Mungu aliyekuwa na Musa, wanaamini nguzo ya moto aliyekuwa na Musa. Kilichowakwaza ni mtu Yesu. Na leo kinachowakwaza ni mtu Branham. Picha ulioizoea ni hii hapo, ambayo inakuonyesha kuna mjumbe wa wakati, alafu kuna nguzo ya moto. Bwana abariki sana. Hiyo ni kwa sababu haujaamini vizuri zaidi, ndio maana tunakuwekea hii. Lakini itakiwa tukupigie ile ambayo nabii amesimama, alafu nguzo ya moto iko hapa, iko ndani. Maana hii si iko juu. Utasema wako wawili. Sasa mimi wanaipenda ile, nabii kasimama, alafu nguzo ya moto iko ndani. Kiasi kwamba hamna namna utamtenganisha nabii wa kizazi hiki na nguzo ya moto. Hakuna namna. Hizo ni dondoo za ujumbe.
Sasa tuje kwenye somo letu. Tuko tunasalimiana kwanza. Mathayo 17. Bwana wabariki. Sasa usiuchukulie ujumbe kawaida. Sisi hatuna talalila. Tuna ile yenyewe. Sema watu hawaioni tu. Hivi watu wangejua ile nguzo ya moto iliyokuwa inaongoza wana Israeli ndio iko hapa Katusa hapa. Wangeenda huko kusali. Yaani pange banana hapa. Wote wangejaa hapa. Lakini imefichwa. Imefunuliwa kwa watoto wachache wanaweza kujifunza. Bwana wabariki sana. Mathayo 17. Na baada ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Watu wataanza kusema alikuwa anapendelea ndugu zake. Kwa nini mchungaji kila akiondoka Gamalieli, Elia? Gamalieli, Elia. Sasa na wewe yani ako karoho kama kako ndani yako. Ni hao walikuwa wanasema kwa nini Yesu? Kila muda Yesu yani ni Petro, Yakobo na Yohana. Mitume si wako 12. Angalia sana hivyo viroho. Sawa, hapa tuko kwenye uwanja wa maigizo. Ni hizo na muigiza Yesu au waliokuwa wanampinga Yesu. Eti Gamalieli, Elia. Gamalieli, Elia. Sasa hapa ni Petro, Yakobo, Yohana. Hutaki ondoka. Na baada ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Tena ni ndugu zake wa damu. Ili ukwazike zaidi. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Wakafika juu ya mlima. Tumeona Mungu alijifunua kule kwenye mlima Sinai. Hapa nakuletea kwenye mlima mwingine, kwenye Agano Jipya. Akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Kwa kifupi mambo yalibadilika. Wametoka chini vizuri, wanatembea na kanzu zao vizuri. Walipofika mlimani wakabadilishiwa mazingira. Walikuwa duniani wakaingia mbinguni ghafla. Kwa ile kanzu mliokuwa mnaona imepauka ya Yesu, kimbingu inang'aa. Yaani haijapauka kama unavyofikiria. Ngoja tuone walivyoiona baada ya kuingia kule. Akageuka sura yake mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Sio yule aliyemzoea. Sasa hivi uso wake umeng'aa kama jua. Bwana bariki sana. Anasema mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Ina maana wakaingia kwenye ulimwengu ambao Musa anaweza katokea, Elia anaweza katokea na wakafanya ushirika. Hawa wenzangu na mimi waliozaliwa na mwanamke walizimia. Wanakuja kuzinduka hapo tujenge vibanda vitatu. Kwa sababu walipelekwa dunia ambayo hawajawahi fika. Mitaa wanayojua ni Galilaya, Tiro, Sidoni, Kapernaum, basi. Ila leo akawapeleka kama mlimani. Wakaenda juu kidogo. Alafu akawapoteza. Wakaingia mbinguni. Unajua usije ukaamini ujumbe ukawa na mawazo ya Babeli. Unafikiri Mungu yuko huko juu, kwamba lazima tujenge mnara mrefu ndio tutaenda tukampate Mungu huko. Huo ni upagani. Sababu wanaoamini Mungu yuko huko juu, yuko mbali, ndio wanaomba kwa sauti sana. Sababu wanahisi wakiomba taratibu Mungu hawezi kusikia. Yeye yuko mbali mpaka waungurumishe sauti ili kwamba wasikie. Sasa hapa alikuwa anawafundisha Petro, Yakobo na Yohana kwamba mambo hayako hivyo. Mbinguni wala sio unafanya booking kwenda, kwamba unakata tiketi labda zitakuwa zimejaa. Hapana. Mbinguni ni kufumba na kufumbua, unakuwa umeingia.
uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Wakazinduka sasa jamaa zangu. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Wanashangaa. Yaani wameibukia dunia ambayo hawajawahi kuwepo. Bwana bariki sana. Yaani wanavyoibuka sasa ni vizuri sana sisi kuwa hapa. Hamna hata anasema tuwarudie basi wale 9 wengine na wenyewe waje hapa. Yaani walipofika tu kwenye mazingira, yaani walipoibuka tu wakasema ni vizuri sana sisi kuwa hapa. Lakini kumbuka muda huo miili yao imezimia. Hapa wanaongea katika kiwango kingine. Bwana bariki sana. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwa hapa. Ukitaka nitafanya vibanda 3. Yaani nataka aanze kununua viwanja huko. Waanze na kujenga. Yaani hawataki kurudi duniani. Sasa hapa turudi. Huko turudi kwa kina Yuda. Kwa kina Zebedayo, hamna. Hapa. Yaani nyie tumeona nyie watatu. Tumeona Musa, Elia, tumemwona na Yesu. Nyie tutawajengea. Alafu sisi hata tukiwa wafanyakazi wa huku, hamna shida. Hamna shida. Tubaki tu huku. Ukitaka nitafanya hapa vibanda 3. Kimoja chako wewe. Sasa tufundisha, mpe mwenzako nafasi ya kwanza. Kwa tutajenga vibanda 3. Maana sasa tutajenga 6. Sema huyu ni binafsi. 6 sina maana na wao Petro, Yakobo na Yohana, alafu Yesu, Elia na Musa. Sema ili tupate ofa ya kuendelea kukaa hapa. Nyie tutawajengea vibanda vyenu 3. Sisi tutakuwepo tu. Sisi ni vizuri kuwa hapa. Alipokuwa katika kusema hayo, yaani mbingu yenyewe hata haihangaiki naye, kwa sababu unajua ni mshamba, hajawahi kufika huku. Sawa? Alipokuwa katika kusema hayo, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Nyie si mnaweza kujenga hizi nyumba za kawaida yeye akae. Sasa anawaambia mimi huwa nakaa ndani yake. Leo nimewapa lifti. Mje mfike huku mbinguni. Alafu mumwangalie huyu mliyezoea kukaa naye. Mjue kwamba huyu ni mimi huwa nakaa ndani yake. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi. Walizimia. Bwana bariki sana. Wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa. Yaani ilibidi awastue. Alipowagusa, inukeni, wakaibukia duniani. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Wako wapi? Washarudi. Ila Yesu alichokuwa anakifanya, alikuwa anawapeleka nyumbani wakaone kidogo. Wanafikiri ni mtu wa juzi. Wanajua Yesu ni mtu wa juzi, amekuja, wanakaa naye, wanaona mwana wa Adamu ana nguo moja tu aliyoshonewa na kina Mariamu, hana hata sehemu aliyopanga, hana kiwanja. Ndio maana alipoingia kule akaona umpe ofa amjengee. Sababu huku duniani hana. Lakini yeye alitaka tu kuonyesha kwamba mimi siku zote niko na nyie hapa, lakini mimi sikai hapa. Mimi nakaa mbinguni, ila ninyi mnakaa duniani. Bwana bariki sana. Akasema nilipo mimi hamwezi mkaja kwanza. Ngoja niende Kalivari kwanza, ili ninyi mpate nafasi ya kuja nilipo. Na somo langu asubuhi ya leo linaitwa ulimwengu usiojulikana. Nabii anasema Yesu aliishi kwenye ulimwengu usiojulikana. Sasa huo ulimwengu usiojulikana ndio nao uongelea asubuhi ya leo.
Bwana abariki sana. Tusome hiyo Yohana. Bwana abariki sana. Yohana 3. Tulisema Yohana 3 Yohana mtakatifu 3. Uone mambo jinsi yalivyo. Mstari wa kwanza. Basi palikuwako na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu. Unaona anavyoanza? Hawa Mafarisayo walijua Yesu ametoka, lakini wakienda kwenye kusanyiko wanawaambia huyo ni Beelzebuli, ametoka kwa shetani. Ile wakifika kwake wanajua ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Sikiliza kwa makini. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa hiyo hapo walikuwa ni sawa. Yesu akajibu akamwambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Yaani kama hujazaliwa mara ya pili, haya mambo ya ufalme wa Mungu huwezi kuyaona. Na nabii anasema kuona alikuwa anamaanisha kuyafahamu. Ndio maana Petro, Yakobo na Yohana walichukuliwa kidogo wakaingia. Akili zao zikawatuma kujenga. Hawaelewi. Wao wamezaliwa kwa damu na nyama. Ndio maana ili uyaelewe mambo ya mbinguni lazima uzaliwe mara ngapi? Sikiliza vizuri hapa. Bwana akajibu, asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Wale wa kujenga vibanda. Tunaona maswali yao haya. Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili azaliwa? Yesu akajibu, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Akamwambia, usistajabu kwa kuwa nakuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Sikia hii ya 8 inavyosema, tutaisoma baadaye. Upepo huvuma upendako, na sauti yake wasikia, lakini hujui unakotoka wala unako kwenda. Wanasayansi watachukua vipimo vyao, watakwambia unaenda hivi. Baada ya dakika 5 watakwambia unaenda hivi. Maana upepo haueleweki. Unaweza kuwa unapuliza kwenda hivi ukaanza kupuliza kwenda kwingine. Sasa akamwambia upepo unausikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa mara ngapi? Mara ya pili. Kuna muda zinanasa, kuna muda hazinasi. Kuna muda unaongea naye yuko yeye hapa, kuna muda yuko mbinguni, kuna muda yuko duniani. Bwana abariki sana. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezekanaje kuwa mambo haya? Sasa haelewi. Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena. Maana yake Yesu alikuwa ananena mambo ambayo yako kwenye kiwango cha mbinguni, ila anayaleta huku duniani. Ndio maana kwa lugha yalikuwa ni kama hayaeleweki. Bwana abariki sana. Ndio maana akasema lile tunalolinena tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki vipi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Sasa sikia mstari wa 13. Unasema kwamba wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Sasa hapa tusikizane kwa makini. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Kiswahili kilifasiri vibaya hapo. Bwana bariki sana. Kiswahili kinasema hivi, hakuna aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Lakini Kiingereza kinasema hivi, and no man has ascended up to heaven. Hakuna mtu aliyepanda mbinguni, but he that came down from heaven, ila yule aliyeshuka kutoka mbinguni. Sikiliza, Kiswahili kinasema kwamba and no man has ascended up to heaven,
hakuna mtu aliyepaa kwenda mbinguni, but he that came down from heaven, ila yule aliyeshuka kutoka mbinguni, ambaye ni Yesu. Bwana bariki sana. Even the Son of Man which is in heaven, hata yani mwana wa Mungu ambaye yuko mbinguni. Yani hapa Yesu yuko duniani, anawaambia hakuna mtu aliyepaa kwenda mbinguni ila yule aliyeshuka kutoka mbinguni. Bwana bariki sana. Yani mwana wa Adam ambaye yuko mbinguni. Wao wanamuona akiwa yuko duniani, ndio maana wakatoka wanasema huyu amefanyeje? Amechanganyikiwa. Anasemaje ya kwamba alipaa kwenda mbinguni au alishuka kutoka mbinguni? Sisi tunamjua, alizaliwa na Mariamu na alikuwa ni fundi seremala. Kuna baadhi ya sturi ziko nyumbani, yeye na baba yake walinitengenezea. Twendeni mkazione kama mnabisha. Huyu dogo huyu alitengeneza hizi sturi. Alafu leo huyu anasema yuko mbinguni na yuko hapa. Wanaomwamini huyu hazimo. Bwana bariki sana. Kwa sababu ni sentensi ambayo iliwachanganya. Yawezekanaje akawa yuko duniani alafu muda huo yuko mbinguni? Na anasema alitoka mbinguni. Wao wanajua alizaliwa na Mariamu. Bwana bariki sana. Ndio maana alimwambia Nikodemo, kilichozaliwa na mwili ni mwili, lakini kilichozaliwa na roho ni roho. Na wala ufalme wa Mungu huwezi ukaujua isipokuwa umezaliwa mara ya pili. Ndipo utajua kwamba mbinguni sio huko, wala sio kule, wala sio Ulaya, wala sio milimani, kama ambavyo watu wanaenda kukesha milimani wakijua kabisa kwamba akiwa mlimani yuko karibu na Mungu. Inawezekana ndio umeenda mbali zaidi. Ila ukisema unataka kuepukana na kurupushani, mazingira na kelele, ukaenda mlimani, tutakuelewa. Lakini kusema kwamba Mungu utamkuta mlimani, umemwacha chumbani kwako. Bwana bariki sana. Maana sentensi hii ya Yesu ya kusema mwana wa Mungu alishuka kutoka mbinguni na ndiye atakayepaa kwenda mbinguni, na ambaye sasa hivi yuko mbinguni, hiyo inamaanisha kwamba ni mwanadamu yuko hapa duniani na yuko mbinguni kwa wakati huo. Ndio maana akina Yakobo, Petro na Yohana aliwachukua akawaingiza mbinguni akawarudisha tena duniani. Ndio maana ilibidi wazaliwe mara ya pili ili waweze kujua ni kitu cha aina gani hiki. Ndio maana hata Branham aliwachanganya watu. Yaani wanashindwa kuelewa huyu ni Yesu au ni Mungu au ni kitu gani au ni mtu. Na alikuwa akimaliza mikutano wanamchukua, wanaanza kumtembeza kwanza aone majengo, wanaanza kumuuliza pale ni kwa Ikuo, haelewi. Pale si kwa Mselem, haelewi. Mpaka akisema hapa kwa Kanyau, anasema zimemrudia. Kwa hiyo tumpeleke nyumbani kwa sababu amerudi duniani, anajua hadi kwa Kanyau. Lakini walikuwa wakimuuliza jengo gani hilo bado halijui. Walimwacha kwanza, wakaendelea kumtembeza kwa sababu alikuwa anahama, anatoka kwenye kiwango cha duniani, anaingia kwenye kiwango cha mbinguni. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ndugu Branham alikuwa anaingia mbinguni na anaanza kuona kimbingu mbingu. Anaanza kutambua kwa uwezo wa mbinguni. Ndio maana aliweza kusema wewe jina lako ni fulani, umetokea mahala fulani na una shida fulani, na ilianza miaka 50 iliyopita. Ulikuwa sijui unacheza na watoto wenzako, ukajichoma kwenye kijiti, usahau kaanza mguu kavimba, ndio maana una shida hiyo. Aliwezaje kusema hayo maneno? Ni kwa sababu alikuwa na hama, anatoka kwenye ulimwengu huu tunaouona, anaingia kwenye ulimwengu wa kimbinguni ambapo yote yanawezekana. Ndio maana alikuwa anaweza kusema kwamba dada fulani nguzo ya moto iko juu yake. Kwa nini aliweza kuiona nguzo ya moto? Hakutumia haya macho ya kawaida, bali kwa sababu ameingia kwenye dunia nyingine, ameingia kwenye hali ya kimbinguni, aliweza kuona mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Bwana bariki sana. Sasa leo nitakuonyesha kwamba mbinguni ni hapa hapa. Bwana bariki sana. Wala usisubirie kuota mbawa kwamba ndio uende mbinguni. Ndio maana nabii aliweza kukuambia kwamba aliweza kwenda mbinguni na aliwahi kwenda kuzimu. Hawajiuliza,
tuna nabii wa aina gani? Alienda kuzimu, afu alienda na mbinguni. Kwani mbinguni ni wapi? Yesu akasema ufalme wako uje, na akasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Na mtu asipozaliwa mara ya pili haya mambo hawezi akayaelewa, ila aliyezaliwa mara ya pili atajua tunazungumzia nini. Sababu ni kama upepo, unauona tu, haujui unakoenda wala unakotoka. Ujumbe wa imani kamilifu wa mwaka 63 mwezi wa 8 tarehe 25 jioni. Bwana bariki sana. Paragraph ya 112. Mnampenda nabii? Haya, sikiliza anachokisema. Anasema Yesu aliishi katika ulimwengu usiojulikana na mtu yeyote. Bwana bariki sana. Yesu aliishi katika ulimwengu usiojulikana na mtu, ila mwili wake ulikuwa kwenye ulimwengu wetu. Ndio maana tukaweza kumuona, tukamshika, tukalala naye. Kwa sababu mwili wake ulikuwa pamoja na miili yetu. Na ulimwengu huu tunaoishi unaongozwa na hisi 5. Macho yakiweza kuona ndio imeishia hapo. Sikio likiweza kusikia imeishia hapo. Na unachoweza kuhisi basi. Kama ikija kitu hapa kikapita spidi ambayo macho hayawezi kunasa, wala hata hutajua kama kuna kitu kimepita hapa. Bwana bariki sana. Kwa sababu kimepita kwa spidi ambayo uwezo wa macho kuona hauwezi ukaona kwenye hiyo spidi. Bwana bariki sana. Lazima iwe kwenye hali fulani. Ndio maana hata sauti ikiwa ya chini sana huwezi ukaisikia. Lakini kunguni wanasikia. Wewe washa taa tu. Si umesikia kunguni wanakungata usiku. Wewe washa taa, yani kitendo cha kuwasha taa na kuwatazama. Huoni hata huyu? Yaani ile wewe unanyanyua mkono kwenda kuwasha taa, wewe usikii sauti. Yaani kwa unasikia kiki, yaani ule mkono wako unavyotembea hewani. Wao kule ni mawimbi kwamba wanakuja hao. Ndio maana mpaka unawasha taa, kunguni umuone. Au panya. Wao wana uwezo wa kusikia mawimbi madogo sana, ambayo wewe sikio lako, yaani wewe unavyosema kwamba ni kimya. Kuna viumbe vingine ni kelele. Yaani mdao ni kelele ya kutosha. Ila unasema sasa hivi pametulia, naona ni kimya. Kwa nini unasema ni kimya? Ni kwa sababu uwezo wako wa kusikia umefikia level ambayo hauwezi tena ukanasa, lakini sauti bado zipo. Hivi wewe sisimizi akiwa anatembea utamsikia? Lakini mtoto wa sisimizi atasikia kishindo cha mama? Asikia sasa mama anakuja. Na wanagombezana. Wewe toka hapo, rudi nyumbani. Wanaelewana na wanaongea, lakini wako kwenye sauti ambayo ulimwengu wao wewe husikii. Ila wanapiga kelele, wanaongea. Sema hawa ndege tunaowasikia wanaongea kwa sauti ambazo masikio yetu yanaweza kafanyeje, yakanasa. Lakini vile viumbe vidogo vidogo, chawa wakianza kutembea na kunguni, wewe husikii. Lakini kunguni mwenzake aliyeko jirani pale anasikia kabisa ni kishindo. Anaweza akakadiria kabisa hawa wanakuja ni kunguni 4, ngoja mimi nijibanze. Kwa sababu ameshikia vishindo vya kunguni walioshiba. Tena hawa inaonekana wamenyonya damu. Wako vizuri kabisa, hawa wanakuja. Kwa hiyo akajibanza. Kwa sababu kwenye yale mawimbi yeye anaweza kufanyaje? Akasikia. Kwa hiyo hivyo kwenye macho. Tunaona vile ambavyo macho yanaweza kuona. Lakini hapa kuna mambo yanaendelea. Bwana bariki sana. Tunafikia hapo hivi karibu. Nasema Yesu aliishi kwenye ulimwengu wa kipekee. Aliishi katika ulimwengu wa imani kamilifu katika Mungu mkamilifu aliyekuwa ndani yake. Kama tungeliishi katika imani kamilifu ya Mkristo tulivyo, tungalikuwa watu wasiofahamika ulimwenguni. Ndio maana mtu akikolea sana kama unavyoona mzee la 5, ni kama kuna muda zinanasa, kuna muda zinasa. Mwenzako kaenda. Bwana bariki sana. Yuko mbinguni muda huu, ameingia kwenye kiwango kingine. Sasa mama anaongea na mzee kama amelala. Afu akishtuka anakujibu ulichokuwa unauliza. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ni viwango tunapishana. Asema tungalikuwa watu wasiofahamika ulimwenguni. Watu hawangalikufahamu, ungelitembea katika roho. Yale roho aliyosema ungelisema. Bwana bariki sana. Sasa huyu ndugu anaongea vitu gani?
kwamba Yesu alikuwa kwenye ulimwengu fulani ambao ni tofauti na huu. Lakini nikwambie, sio kwamba uko sehemu nyingine. Bwana bariki sana. Unajua watu wanapanga hivi, hapa ni duniani, alafu nikichimba sana huko nitafika kuzimu, nitakutana na mapepo. Alafu nikipanda sana juu huko nitakutana na Mungu. Haiko hivyo. Yaani kuzimu, mbinguni, duniani ni hapa hapa. Yaani ni hapa hapa. Watu hawataki. Imekuwa ngumu hiyo. Utaiona tu. Kwani mchai anapitaje hapa? Yaani anapitaje hapa? Bwana wabariki sana. Kwa hiyo ni hapa hapa. Ila ikoje? Ngoja tuvione kidogo. Bwana wabariki sana. Kwenye ujumbe wa kiwango cha sasa cha huduma yangu, mwaka 62 mwezi wa 9 tarehe 8. Nafikiri huo ujumbe uko mmoja tu. Kwa hiyo kiusachi utaupata. Kiwango cha sasa cha huduma yangu. Bwana wabariki sana. Somo langu ni ulimwengu usiojulikana aliyokuwa anakaa Yesu. Lakini lazima tuujue ulimwengu wetu na hizo ulimwengu zingine ili tuweze kuelewa vizuri zaidi. Paragrafu ya 21. Nabii anasema sasa tujapo tunakumbuka kuwa twaishi hapa katika viwango vitatu. Bwana bariki sana. Hii dunia tunaoishi hapa, tunaishi kwenye viwango vingapi? Vitatu. Na kuna viwango 7. Bwana bariki sana. Ila duniani hapa tuko kwenye viwango vitatu. Hivyo viwango vitatu ndivyo ambavyo hisi 5 zinaweza zikaona. Kwa sababu mchawi yuko kwenye kiwango cha 5 cha kuzimu. Ndio maana wewe kwenye kiwango cha 3, cha pili na cha kwanza hauwezi ukafanyeje? Ukamuona. Kwa sababu anapita kwa spidi ambayo macho yako yaweze kafanyeje? Lakini kamera inaweza kamnasa akijichanganya. Yaani akipita kwa spidi fulani hivi, kamera inaweza kafanyeje? Ikamnasa. Lakini kuna spidi ambayo akipita nayo hata kamera haiwezi kafanyeje? Ikamnasa. Ndio maana hata hii picha sio kila walivyokuwa wakipiga picha, ile nguzo ya moto walikuwa wanaiona iko pale. Lakini hiyo nguzo ya moto ilikuwa pale tangu amezaliwa na mpaka akanyakuliwa. Hiyo nguzo ya moto ilikuwa pale pale. Lakini sio kila siku ukipiga picha utaiona. Kwa hiyo kuna muda nguzo ya moto iliamua kupunguza speed. Ikaja kwenye mawimbi ambayo jicho la kamera linaweza likafanyeje? Likaona. Kwa sababu siku hiyo haikuwa ni show kwamba watu wote waliona. Walipiga tu picha kawaida, lakini baadaye walipokuja kusafisha ikaonekana hivi. Sikiliza hili. Tujapo tunakumbuka kuwa tunaishi katika viwango vitatu. Na sijui kama ninaweza kuvitaja au la. Kimoja ni nuru na kingine ni vitu. Anasema atom vema. Naam, nuru, vitu na wakati. Na zile hisi zetu 5 huwasiliana na hivyo viwango. Kuona kwetu huwasiliana na nuru, kugusa kwetu huwasiliana na vitu na kadhalika. Bwana bariki sana. Yaani ili uwe binadamu, unachoweza kukiona ndicho unachoweza kukiona. Bwana bariki sana. Na unaona kwa sababu kuna nuru. Kwa hiyo tunaishi kwenye kiwango cha nuru, cha wakati na vitu. Ndio maana nikishika hivi najua kwamba huu ni mti, nikimwona najua huyo ni fulani, na anavyokuja anakuwa mkubwa na anavyoenda anakuwa ni mdogo. Kinachonifanya ni kuona wewe ukiwa mbali, ukiwa mdogo, alafu kikaribia uwe mkubwa, ni kwa sababu kuna muda. Bwana bariki sana. Ukitoa wakati, ninavyokuona ndivyo ulivyo. Haijalishi uko hapa, uko wapi, ndivyo ulivyo. Lakini kwa sababu kuna wakati, ndio unafanya vitu vinakuwa vikubwa, vingine vinakuwa vidogo. Na hapa duniani kiwango cha wakati na nuru na vitu vimeshikamana kiasi kwamba huwezi ukajiepusha. Bwana bariki sana. Kwa sababu hata ukijishika wewe ni kitu. Na pia muda unaenda. Ndio maana muda ukiisha unaondoka. Lakini hapo kwenye umilele hakutakuwa na kiwango cha wakati. Bwana wabariki sana. Ukisoma kwenye ujumbe wa Eden ya Shetani, nabii anasema wakati uliingia kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilipoingia wakati ukaingia. Lakini kabla dhambi haijaingia wakati haukuwepo. Kilichokuwepo kilikuwa ni umilele. Bwana wabariki sana. Dhambi ikaingia wakati ukaanza. Na wakati ambapo dhambi itakomeshwa wakati utakoma.
Bwana abariki sana. Kisha tutarudi kwenye umilele. Ndio maana tuna majuma 70 ya Danieli kwa Waisraeli, kwa sababu ni kipindi cha wakati. Tuna nyakati 7 za kanisa kwa bibi harusi, kwa sababu ni kipindi cha wakati. Sasa nyakati 7 za kanisa zinaisha na juma la 70 la Israeli litaisha. Baada ya hapo hakutakuwa na wakati tena. Ndio maana Ufunuo 10 kasema, isipokuwa katika siku za sauti za malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itafunuliwa kama alivyowahubiri watumishi wake, na hakutakuwa na wakati baada ya haya. Kwa sababu kiwango cha wakati kilikuja kwa sababu ya dhambi, ila dhambi itakapoondoka wakati utaondoka. Tutarudi tena kwenye umilele kuishi pamoja na Kristo. Ndio maana alitoka kwenye umilele akaja kwenye kiwango cha wakati. Ukisoma maandiko yanakuambia aliona ile kuwa kama Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Yeye angekuwa kwenye kiwango cha uungu, yeye angekuwa ni wa milele. Ikabidi ashuke avae mwili. Ndio maana huu mwili unaitwa ni pazia la wakati. Kwa sababu kitendo cha kuwa kwenye huu mwili, kuna happy birthday na kuna death day. Yaani kuna muda ulizaliwa, kuna muda utakufa. Na mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi sio nyingi. Na Mungu alituona kule kwenye umilele, akajua tu kwamba hawa watoto ni wakati wa Luther, hawa ni wakati wa Pergamo, hawa ni wakati wa Simina, hawa ni wakati wa Philadelphia, hawa ni wa Laodikia. Na Biblia anatuambia sasa, wakati Kristo yuko hapa duniani, tulikuwa hapa duniani, tulikuwa pamoja naye. Wakati anaombea wagonjwa na mapepo yanatoka, tulikuwa ndani yake. Bwana abariki sana. Mungu anasema sasa, mahubiri gani haya? Wewe ulikuwa ndani ya baba yako, si unaamini hivyo? Baba yako alikuwa ndani ya babu yako, na babu yako alikuwa ndani ya babu yako, babu huko. Hiyo unaikubali. Alafu sisi kuwa ndani ya baba yetu Yesu Kristo na goma. Bwana abariki sana. Tulikuwa bado hatujazilishwa, ila tulikuwa ndani ya Kristo. Alivyoenda Kalivari, tulienda pamoja naye. Bwana abariki sana. Ndio maana hata nabii alikuwa akiingia kwenye kiwango cha kimbingu, anakuambia naweza kumuona Kristo akiwa akiubeba ule msalaba, akiukokota akielekea kule. Kwa nini aliweza kumuona? Bwana abariki sana. Kwa ni kiwango kingine. Lakini kwenye wakati ulikuja sababu ya makosa. Na wakati ulianza Adamu na Hawa walivyoanguka, tukaanza kuhesabiwa wakati na Mungu akatenga wakati. Na sisi tunakuja hapa duniani, Mungu ana kusudi fulani. Ndio maana akaona wewe ukizaliwa kipindi cha kina Marko, Mathayo na nini utasumbua. Ukizaliwa kipindi cha kina Simina utasumbua. Wewe unataka ujumbe wa saa. Wewe unataka siri za Mungu. Ndio maana akakuhifadhi. Akazuia usizaliwe huko kwa Wayahudi, usizaliwe wakati wa kwanza wa kanisa, usizaliwe wakati wa pili, akaacha uje uzaliwe wakati wa mwisho. Na wakati wa mwisho, wakati Branham yupo, akasema usizaliwe kwanza wakati Branham yupo. Wewe subiri Branham ahubiri kwanza, ahubiri mambo magumu ili watu waje wayakatae. Ila kwa sababu wewe hiki ni chakula cha nyumbani, wewe utakuja uzaliwe huku mwishoni. Unazaliwa wakati ambao hata nabii alishalala, alishaondoka, na unayaamini kana kwamba nabii yuko hapa. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliumbwa kuyaamini hayo. Paragrafu ya 22. Sasa, lakini tuna uwasiliano wa sayansi. Bwana abariki sana. Hapa ndo mnisikilize vizuri. Kwa sababu kwenye kiwango cha nuru kisikila mtu anaiona. Bwana abariki sana. Yaani chukulia tu mfano, mtu alizaliwa kipofu. Sijai kuona. Yeye kwake ni giza. Yaani tangu amezaliwa ni giza, hamna anachokijua. Lakini siku akiona, atakachoanza kuona ni nini? Ni nuru, na nuru ndio inamsababisha aone. Kwa sababu ukiondoa tu nuru, hata kama una macho, hauoni. Bwana abariki sana. Yaani macho sio yanayokufanya uone, ni nuru ndio inakufanya ufanyeje? Uone. Kwa sababu nuru ipo, ndio maana unaweza ukaona. Ila ukiondoa nuru, hauoni. Wewe kwako inabaki ni nini? Ni giza. Kwa hiyo tunaishi kwenye nuru,
tunaishi kwenye wakati na tunaona vitu tunaweza tukavigusa. Bwana bariki sana. Lakini sasa kuna kiwango cha 4 ambacho ni kiwango cha sayansi. Sasa tunavyosema kwamba kiwango cha sayansi, sio kwamba wanasayansi ndio walikitengeneza hicho kiwango. Hapana. Bwana bariki sana. Ila wanasayansi wanadukua huko, wanatumia kitu ambacho tayari kipo. Sayansi haitengenezi umeme. Umeme ni wa Mungu mwenyewe. Ila sayansi inaubadilisha umeme, inakuwekea kwenye transformer, inakuja na kuuzia wewe. Lakini umeme upo tu. Umeme ni wa Mungu. Haiwezi kauharibu wala haiwezi kautengeneza. Ila inaubadilisha kutoka hali moja kwenda nyingine. Unataka pasi, unataka iwe na joto, inakubadilishia huo umeme unakuwa joto. Bwana bariki sana. Unataka baridi, inakuletea AC, inakubadilishia huo umeme unakuwa baridi na kadhalika. Bwana bariki sana. Sasa kiwango cha sayansi kwa sasa hivi kidogo mtanielewa vizuri. Lakini nabii kipindi anahubiri labda watu wasingemuelewa vizuri, kwa sababu kiwango cha sayansi cha wakati ule na sasa hivi ni tofauti. Bwana bariki sana. Sasa hivi mtu ataongea na mtu kwa WhatsApp, alafu watatupigiana video call. Bwana bariki sana. Mtu yuko da, unamuona kabisa akipepesa macho, muda huo aliopepesa na wewe unaona. Sasa ni kipi kinakufanya wewe umuone yule mtu? Bwana bariki sana. Na ni kweli ni yeye. Unaona macho yake ni yeye. Ukimchekesha wakati huo amecheka, ni kweli amecheka muda huo, lakini wewe hapa unacheka na simu. Haucheki na mtu. Ila sasa hii simu ndio kiwango cha sayansi kimekunasia mawimbi. Nabii anatufundisha, anasema kwamba hayo mawimbi ni ya Mungu. Yaani Mungu alivyoiumba dunia aliweka hicho kiwango, ila hakikuwa na jina. Kwa sababu wanasayansi ndio wanavumbua, kikaitwa kiwango cha sayansi. Lakini hicho ni kiwango cha Mungu ambacho kinatumika kurekodi kila kitu kinachoendelea duniani. Yaani ukisema neno halifi. Lipo na litaendelea kuwepo. Waza Mungu alivyoweka hicho kiwango. Alikiweka hivi kwamba, yani unaona ukiweka nyimbo zako unaambiwa memory full sijui na nini. Hiyo ni sayansi imeishia hapo. Ndio maana mwanzoni kipindi wanaanza na sayansi, wakatengeneza memory card vidogo, ukiweka tu nyimbo 5 imejaa. Siku hizo wanaenda wanaongeza na kuongeza. Sio kwamba wanabuni kitu kipya, wanajaribu kuiga ile memory card kubwa ya Mungu iliyopo, ambayo inarekodi kila kitu, alafu kwa muda huo inanasa, kinabaki pale. Bwana bariki sana. Kwa muda huu nimesimama hapa mimbalani, inarekodi. Wewe umeuchapa usingizi hapo vizuri kabisa, injili inahubiriwa unauchapa vizuri, inarekodi kabisa. Yaani kama ulivyo ndugu kabisa, umetoka nyumbani umeaga familia kuja ibadani, alafu umelala kabisa, inakuchukua kama ulivyo, inakurekodi. Kwa hiyo muda wote ikitaka kuchezwa, itachezwa tu. Hata kama wanahitaji sasa hivi wakuone ulivyolala, wanakunasa. Hiyo aliiweka Mungu. Ila kwa ufukunyuku wa wanasayansi, wao wanaweza kudonoa, wakatega mitambo vyao vikakunasa, wakamuunganishia mtu fulani akakuona. Bwana bariki sana. Mfano mimi niko hapa, ili Ulaya wanione, lazima awepo mtu hapa ana rekodi alafu anarusha mtandaoni katika mawimbi fulani, alafu kwenye hayo mawimbi mtu mwingine aliyeko Ulaya aenda search hapa hewani, ayatafuta hayo mawimbi, ayaseti mpaka yalete sura yangu yanione mimi. Lakini bila huyu mwingine kuwa hapa na mwingine kuwa kule, hawaoni. Ndio uwezo wa sayansi umefikia hapo. Wao wanachukua wanarusha. Lakini Mungu hachukui na kurusha. Mungu anachukua na kuweka. Kwa hiyo ni wewe ukitaka kuonekana utaonekana. Hicho ndicho kiwango cha sayansi. Bwana bariki sana. Sikia nabii anavyokisema, paragrafu ya 22. Lakini tuna uwasiliano wa sayansi, kile kiwango cha 4 kama ilivyo, kwa sababu zikipita papa hapa jengoni sasa,
zaja picha, sauti, redio, picha za televisheni ambazo hisi zetu haziwasiliani nazo, walakini wana bomba au kioo kinachoweza kuchukua hayo mawimbi, hewa nyepesi sana na kuyadhihirisha. Kwa hiyo tuko hapa ibadani, picha zote zinapita hapa. Ndio maana ukifungulia redio hapa, ukifungua tu hivi, kwani inanasa? Si hainasi. Inakuwa na koloma tu. Maana yake haijashika mawimbi unayoyataka. Ila ukianza kuiset ikatafuta mawimbi, itayapata hapa hapa. Kwa maana sauti zote duniani, yani zilizorekodiwa na ambazo hazijarekodiwa, sauti zote zinapita hapa. Ila ni kwenye kiwango ambacho sikio langu haliwezi kusikia wala macho yangu hayawezi kuona. Ila kwa kutumia sayansi tunaweza kuona vitu. Si mnaamini jambo hilo? Bwana bariki sana. Sikiliza. Sasa nabii anasema kuamini hivyo unaamini. Ila tukikwambia malaika wako hapa ibadani, asubuhi ya leo Kristo amejihuzurisha ibadani hapa, na malaika yuko hapa, na wakina Branham wako hapa ibadani, unakataa. Ila tukikwambia washa redio, fungua redio Maria ikanasa, unasema kweli hiyo ni redio Maria. Wanaongea wanatoka redio Maria. Ila ikinasa hapa mimbarani, tunakwambia haya yanatoka mbinguni, unakataa. Bwana wabariki. Unasema unayatoa wapi hayo? Bwana wabariki sana. Ujumbe wa ushawishi. Mwaka 63 mwezi wa 8, ushawishi ziko nyingi. Ujumbe wa ushawishi 630803 jioni. Bwana wabariki sana. Sikiliza nabii anachokisema hapa, ndo utanielewa vizuri. Paragraph ya 79. Nabii anasema maskini hizi 5 tunazoishi kwazo, huo ni ulimwengu wetu mdogo. Yaani hii kuona, kunusa, kufanyeje, tunaishi kwenye ulimwengu mdogo, ambapo ndipo akili zetu zinaishia hapo. Kisha ukijumlisha na sayansi kidogo, ndio unaweza ukaona mambo yanayofanyika Dar es Salaam ukiwa Sumbawanga. Hiyo ni nini? Ni sayansi. Sasa tunakuja viwango vinavyofuata baada ya hapo. Na Mungu, sikiliza sasa. Paragraph ya 80. Naomba aliyelala ainuke. Nabii anasema na Mungu yumo daima. Mungu yumo daima. Laiti tungelikumbuka hilo, malaika za Bwana wamefanya kituo wakizunguka wamchao. Tenda kituo cha polisi usikute polisi. Bwana bariki sana. Kituo cha polisi utakuta polisi, kwa sababu hapo ni kituoni kwao. Sasa kituo cha malaika hakiko huko juu unakowaza. Bwana bariki sana. Maandiko yanasema kituo cha malaika kiko kwa wao wamchao, na wanaomcha Mungu kwa zamu hii ni bibi harusi. Maana yake kituo cha malaika kwa wakati huu kiko kwa bibi harusi. Sasa unakuta bibi harusi anaogopa kulala ndani kisa wachawi. Huyo unamuona bibi harusi huyo ni kituo cha malaika kweli? Ngoja tuendelee mbele tuone. Bwana bariki sana. Katika jengo hili usiku wa leo, au ningesema mchana wa leo, yuwasimama Yesu Kristo. Wachache wataamini hiyo. Atakayeamini ndiye atakayepata matokeo. Kwamba mchana wa leo jengoni humu Yesu Kristo amesimama. Ni kama tu picha za sayansi, huwezi kuziona mpaka utumie simu. Sasa na hii ya kimbinguni huwezi kuiona mpaka uzaliwe mara ya pili. Bwana bariki sana. Anasema jengoni humu mnasimama jeshi. Leo mna jeshi ya malaika, maelfu yamezunguka. Bwana bariki sana. Anasema hamuwaoni bali mnaweza kuhisi ushawishi wao. Wachache wanaweza wakahisi, wakasema kwamba nilipokuwa ibadani, tulipokuwa tunaimba wimbo, kuna kitu fulani nilikihisi ambacho sio cha kawaida. Bwana wabariki sana. Wachache wanaweza wakahisi hiyo kitu, kwa sababu malaika wako jengoni, Yesu yuko jengoni. Yeye alisema nitakuwa pamoja nanyi hadi utimilifu wa dahari, sitawaacha wala sitawapungukia. Na alisema walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, mimi nitakuwa mahali hapo. Bwana wabariki sana.
Na hapa kuna zaidi ya watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina la Bwana Yesu Kristo. Yeye anawajibika kuwa mahali hapa. Anasema hamuwaoni bali mnaweza kuhisi ushawishi wao, wakiwaambieni ya kwamba wako humu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo wachache waliozaliwa mara ya pili au wenye uzoefu na mambo ya kiungu au hata ambaye amekuja tu kwenye mkesha wa Ijumaa akakesha, anaweza akahisi kwamba humu ndani kuna kitu cha tofauti. Bwana bariki sana. Kwa sababu ni mazingira unayoyatengeneza. Kama uliwahi kukutana na Mungu au nguzo ya moto au mtu aliyekutana na nguzo ya moto, kuna kitu cha tofauti ambacho unakihisi kutoka kwa huyo mtu. Bwana bariki sana. Na huo ni uwepo wake. Ukihisi huo uwepo wake utaujua. Unajua jinsi unavyokuwa. Ndio maana ukija ibadani, ukiusikia, ukikupitia, utajua ni kwamba ni yeye alikuwa mahali hapa. Unajua mwanzoni nilivyoanza kuamini, ukisikia tu mtu akichaguliwa kuomba anasema na iwe kama waliotoka Emmaus, waliosema si mioyo yetu haikuwaka alipokuwa anasema kwa sielewi. Kwa nini kila wakiomba mara Emmaus, Cleopa na rafiki yake mara mioyo yao inawaka ni nini? Bwana bariki sana. Ni ule uwepo kwamba wakati wako na Kristo anaongea kama mwanadamu wa kawaida, lakini anayoongea ni ya kiwango cha mbinguni. Na kwa sababu wao ni waaminio, mioyo yao ndani kwenye nafsi yao ikaanza kulukaluka kwa shangwe, ikisema kwamba hiyo ni kweli, hiyo ni amina. Hata kama midomo yao haikutaja au macho yao hayakuona au masikio yao hayakuelewa, lakini nafsi zao zilimuona yule sio mtu wa kawaida, zikalukaluka zikasema kwamba huyu ni Yesu. Ndio maana waliporudi wakasemezana, wakasema hivi, mioyo yetu haikuwakawaka? Kwa maneno mengine, ndugu yangu, kipindi Yesu anaongea, kwani wewe ulikuwa usikii kitu fulani ndani ambacho kilikuwa kinachoma choma, kinalukaluka, kinasema kwamba huyu ndiye? Bwana bariki sana. Ndio maana sasa unapotoka ibadani, hebu Mungu ajalie na iwe kama waliotoka Emau, kwamba mioyo yao iliwakawaka wakati alipokuwa anazungumza. Na tunaomba kwamba ibada ya leo, wakati neno linapokuwa linapita, watu ndani ya mioyo yao vitu fulani vianze kuwakawaka. Kwa sababu kila aliye na mwana ana ushuhuda. Uweze kusema ibada ya leo nimemwona Mungu. Kwani anasema amemwona Mungu, amemwona kwa macho, amemwona kwa masikio. Hizi tano hazijaumbwa kuona mambo ya kimbinguni. Hiyo nguzo ya moto tunayoiongelea iko humu jengoni, lakini macho yetu yamefichwa, hayawezi yakaiona. Bwana abariki sana. Yule Yesu ambaye umekuwa ukimwomba siku zote, ukisema natamani nimuone, nimshike, nimkumbatie, niguse pindo la vazi lake, aniponye kama alivyomponya yule mwanamke, yeye yuko hapa. Ila inategemea ulivyokuja, ulitarajia nini. Yeye hawezi akavuka matarajio yako. Wale waliotarajia kuponywa katika ibada hii, ni hakika watatoka wakiwa wamepona. Waliotarajia kumwona Mungu katika ibada hii, ni hakika watatoka wakiwa wamemwona Mungu. Kwa sababu unachokitarajia ndicho unachokipata. Yeye yuko hapa na anataka kukutibu, anataka kukuponya, anataka kukujaza. Si mmesikia nabii akisema yeye anatamani sana kukujaza na Roho Mtakatifu kuliko unavyotaka wewe. Bwana abariki sana. Kwa hiyo yuko humu mjengoni. Ndio maana nabii aliambiwa, ikiwa ukiwafanya watu wa kuamini, hakuna ugonjwa utasimama, hata kama ni kansa. Ikiwa Sumbawanga ikafikia hatua wakaamini kwamba tunapokuja ibadani hakuna cha song leader, hakuna cha mhubiri, pale inasimama nguzo ya moto, ibada zitakuwa za tofauti, matokeo yatakuwa ya tofauti, watu watapata majibu, watu wataponywa, watu watapata ufumbuzi wa kila wanachokitafuta, kwa sababu wamemtambua Mungu aliyekuja kwa jinsi hii. Ndio maana alivyokuja kwa Branham, alikuwa sio kila muda inaonekana nguzo ya moto, muda wote waliyemwona ni Branham. Ilibidi waamini kwamba tunamwona Branham, lakini ndani ya Branham kuna Mungu. Ndio maana neno likasema, mchungaji ndiye malaika wa kusanyiko. Unavyomwona mchungaji, umemwona malaika. Unavyoona mchungaji, umemwona Mungu.
Matatizo yako na shida zako zote ukikutana na mtu wa Mungu yameisha. Ila inategemea unaamini kitu gani. Anasema hamuwaoni, bali mnaweza kuhisi ushawishi wao, wakiwaambieni ya kwamba wako humu. Iwapo hiyo si kweli, basi maandiko si kweli. Yaani kama Yesu hayumo humu, maandiko yote si. Sababu anasema walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nitakuwa hapo. Na yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Anataka neno lake alitimize. Akusema kwamba eti waaminio au sijui kwamba sijui wamekusanyika ila kwa jina langu. Na sisi tumeanza ibada kwa jina la Bwana Yesu Kristo, tukamwalika yeye aje hapa. Anawajibika kuwa hapa. Hata kama umemwalika Yesu kwa kumkejeli, yeye lazima atakuja. Yule Simeoni alimwalika kwenye sherehe ili aweze kumkejeli. Aligoma kwenda? Alienda. Kwani alikuwa ajui? Alikuwa anajua kwamba nikifika watanizalilisha, wala hawataniosha miguu, wala hawatanipaka mafuta, wala sitapewa kiti cha heshima. Lengo lao lilikuwa ni kumzalilisha Yesu, kuonyesha kwamba huyu sio chochote. Mheshimiwa diwani atapita pale, ataoshwa miguu, atapakwa mafuta, ataonyeshwa kiti chake. Lakini Yesu akapita pale, tena wamemwambia kabisa, unamfahamu Yesu, wewe ndo kaa getini. Akija usimfanyie chochote. Walipanga kwa ajili ya kumziaki. Akapita na akaenda akakaa. Waza kama mtu aliyemuita kwa kumziaki alienda. Leo hii bibi harusi wamemuita kwa ajili ya kupona. Kwa nini asije? Kwa nini asiwe mahali hapa? Yeye yuko mahali hapa, ila inategemea unataka nini na umejipangaje kupokea hicho. Usifikiri Mungu utamkuta mlimani au si utaenda wapi utamkuta. Yeye yuko kwenye neno lake na yuko kwenye kiwango hiki, anashuka anakuja akusaidie. Ndio maana yule mtumishi wa Elia, sijui Elisha, alikuwa anaogopa wale watu walivyokuwa wanakuja. Anaona kwamba jeshi linakuja kuwashika. Yule akamwambia Mungu, naomba mfungue macho huyu kijana. Walivyomfungua macho, akaona jeshi la malaika. Sio kwamba aliwaona wanashuka. Wapo. Yaani muda wote wapo. Wako tayari. Wewe uko hapo, una ulinzi tosha. Uko na malaika, uko na jeshi la mbinguni. Mradi umeukubali ujumbe huu, ukauamini ujumbe huu, wewe tayari jeshi la mbinguni liko nyuma yako. Na iwapo maandiko si kweli, basi Mungu si wa kweli. Biblia ilisema ya kwamba malaika za Mungu wamefanya kituo, hawaondoki. Wewe ukaa karibu na hao wamchao. Nabii anakuambia malaika hawaondoki. Mradi ulizaliwa wewe ni mwaminio, muda unazaliwa malaika hawa hapa. Kila anayemcha Bwana ni kituo cha malaika. Na sio kwamba wanaondoka, kwa sababu wataenda wapi? Kule mbinguni hamna sehemu ya kukaa. Wao sehemu yao wamepangiwa. Ninyi malaika wa aina hii nendeni Sumbawanga. Kuna watoto wangu 200, kakaeni pale. Popote alipo mtoto wa Mungu, hapo ndipo walipo malaika. Popote alipo mtoto wa Mungu, hapo ndipo jeshi la mbinguni lipo. Ndio maana wakati ule wanaenda kumshika Yesu Kristo, aliwauliza mnamtafuta nani? Wakaanguka wote. Kilichowaangusha ni ile jeshi kuu lilokuwa nyuma ya Yesu Kristo. Na walikuwa wanaweza kumfuata Yesu Kristo wasimuone. Walifika pale kabisa wanamtafuta Yesu, hawamuoni. Ndio Yuda akaambia na warahisishia, mtakaye mbusu ndiye huyo. Kwani ilibidi kwamba kubusu ndio waone. Walikuwa hawezi kumuona. Yaani mnafika yupo na hamuoni. Bwana abariki sana. Kwa sababu yuko kwenye kiwango cha kawaida. Ndio maana Yesu ulipofika wakati wake aliruhusu. Jeshi lote la mbinguni kwa linasubiria, fanya tu hata kidole hivi tuwaonyeshe show hawa watu. Bwana abariki sana. Majeshi yote yalikuwa nyuma yanasubiria kufanya kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu yapo. Ndio maana Yuda akasema nikimbusu ndio yeye. Walivyombusu ndio akamkamata. Walikuwa hata hawezi kuona. Bwana abariki sana. Ndio maana unaweza kusema watu wanaulizaga, Ayubu mbona unasema Sumbawanga kuna wachai kweli? Mimi nitajibu nini? Nasema Sumbawanga hamna wachawi. Lakini sio kwamba hamna wachawi. Ni vile mimi nilivyo, ndio maana siwaoni wachawi. Lakini ningekuja kikawaida, ningeiona shughuli. Bwana abariki sana.
lakini kwa sababu nimekuja nimekamilika, jeshi la mbinguni linanizunguka. Kwa hiyo nitalala vizuri tu, nitaamka vizuri tu. Nikiulizwa kuna wachawi, nitasema hamna. Nabii anakuambia malaika za Mungu wamefanya kituo, hawaondoki, wao hukaa karibu na hao wamchao. Yesu alisema, walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nipo hapo kati yao. Basi hiyo inamfanya kuwa katika ulimwengu tusioweza kuuona, kwa sababu walioko da yuko nao, walioko Msumbiji yuko nao, sisi tulioko Sumbawanga yuko na sisi. Sema tu yuko kwenye ulimwengu ambao sisi hatuwezi tukafanyeje tukamuona, ila yeye kwenye ulimwengu alionao anaweza akawa mahala popote wakati wowote, na akatenda vile vile alivyotenda alipokuwa Nazareti. Bwana abariki sana. Anasema basi hiyo inamfanya kuwa katika ulimwengu tusioweza kuona, ambao zile hisi zetu 5 haziwasiliani nao. Yesu Kristo yuko hapa kama tungalihisi hilo. Bwana abariki sana. Na sina namna ya kukufanya uliamini, lakini ukiliamini utaona matokeo. Nabii anasema mtu atafanya makosa kwa sababu anajua Mungu yuko mbali, lakini ikifikia hatua ukijua kwamba ukiamka tu ndipo huyu hapa, unavyoenda kazini huyu hapa, unavyokuwa unadanganya unapiga dili huyu hapa. Paragrafu ya 82 nabii anasema, pia kumbukeni, si hapa tu bali unapotembea barabarani, popote ulipo, ninyi mnaokiri kuwa waamini na mnaomcha Bwana, kumbukeni malaika wa Mungu wanatembea pamoja nanyi popote mlipo. Sio hapa kanisani tu, hata uko barabarani malaika yupo, hata unazurubiwa malaika yupo. Ndio maana akasema msilipize kisasi, kisasi ni juu yangu. Yeye anaona ulivyoonewa, yeye anaona wanavyokusumbua. Umepanga nyanya zako hapo, mgambo anakuja anachukua, anapiga teka anaweka huko. Yeye alisema usilipize kisasi, anajua yote, kisasi ni juu yako. Wewe waombee tu, kwa sababu malaika wapo. Ndio wasema si hapa tu bali unapotembea barabarani, popote ulipo, ninyi mnaokiri kuwa waamini na mnaomcha Bwana, kumbukeni malaika wa Mungu wanatembea pamoja nanyi popote mlipo. Wao wanaangalia chochote mfanyacho, kila wazo lipitao ni ani mwenu. So sikia ule msemo kwamba yenu unachokiwaza kinapiga kelele mbinguni kuliko sauti yako. Yaani hata kama uongei. Ndio maana tukaambiwa usimchukie mtu, sababu unamchukia mtu unamchukia ndani. Unaweza usimtukane kwa mdomo, lakini ndani umeshamtukana. Lile tusi linapiga kelele kule mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu wale malaika ambao waliletwa kuja kwa ajili ya kukulinda, hao ndio mashushushu. Hao ndio waliopeleka taarifa kwamba Adamu amekula tunda. Hao waliokuwa naye. Sura anasema wao wanaangalia chochote mfanyacho, kila wazo lipitalo ni ani mwenu, nao wanajua habari zenu nyote. Kwa hiyo hatuna budi kufahamu hayo. Ndio maana maandiko yalisema tumezungukwa na wingu la mashahidi duniani kote. Mambo yote tuyafanyayo yatakuwa hadharani, kwa sababu malaika hawaangalii tu unachokisema, hata unachokiwaza. Ikiwa wewe unamkiri Mungu, wewe ni kituo cha malaika. Lakini kwa sababu hujui kama wapo, ndio maana utafukuzwa na paka ya mchawi, kwa sababu unahisi paka ni kubwa. Lakini alisema yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliyeko nje. Inatakiwa tu ujue kwangu hapa, yaani nimeomba usiku au sijaomba, malaika wapo. Nabii anasema kwenye paragrafu ya 83, kama hatujui hayo basi mnatenda vyovyote. Naona? Kwa hiyo watu kwa kawaida siku hizi watu wengi sana hawahisi uwepo wa Bwana Yesu. Hiyo ndiyo sababu tuna mambo haya tulionayo yakiendelea sasa yasiyo mema. 85, sitakupungukia wala sitakuacha, kasema Yesu. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye hawezi akatuacha, aliahidi hatafanya hivyo.
Hakuna siku rafiki mwema Yesu amekuacha. Ulipokuwa kitandani alikuwa yuko pamoja nawe. Unapokosa hela kabisa, huna pesa ya mwisho, yupo. Unapokuwa unaugua jino linakuuma kabisa, unakosa usingizi, yupo. Ila yeye anachotaka ni utambue kwamba yupo, ndiyo akusaidie. Walikuwa naye kwenye mtumbwi, akawa amejifanya kama amelala. Kisha dhoruba ikaja. Kwa sababu walijua yupo ni wa kawaida tu, dhoruba iliwasumbua. Mtumbwi ukaanza kuyumba. Matatizo huku na huku, madeni huku na huku, mikopo huku na huku. Mpaka utambue kwamba uko na Yesu. Usipojua kwamba uko naye, utakuwa naye na dhoruba zitakupiga. Kwani Yesu hakuwa chomboni? Alikuwa chomboni na dhoruba ilikuwa inapiga. Ni kwa sababu hawakujua kwamba yupo. Lakini walipojua kwamba Yesu yupo, kinachofanya ni nini? Mwamshe. Na wao kijua kwamba yupo ibadani, cha kufanya ni kidogo tu, mwamshe. Kwamba Bwana Yesu, wewe waijua shida yangu, waijua haja yangu, waujua uhitaji wangu. Naomba uamke unitatulie hii shida. Ndipo utajua kama yeye yupo au hayupo. Lakini mara zote yupo. Lakini kwa sababu unatumia akili, unajaribu kujitatulia matatizo yako mwenyewe, utakuwa na jopo la malaika, utakuwa na jopo la Yesu, lakini halikusaidii kwa sababu unataka kujisaidia mwenyewe. Yeye anahitaji watu waliojisalimisha. Kwamba ambaye angeamka asubuhi anasema, Bwana Yesu, naenda kwenye biashara zangu, sijui wateja watakuja au hawatakuja, lakini mimi nakuomba wewe unaijua njia yangu, wewe unajua kesho yangu, unajua kama nitapata au sitapata, na kukabidhi yote, kwa sababu wewe ndio unayejua hata walioko mbali na ambao mimi siwajui. Naomba uniongoze, kisha uende hivyo. Bwana abariki sana. Bwana Yesu Kristo abariki. Kwa hiyo ni yule anayeona jinsi alivyo ndivyo atakavyopata matokeo. Bwana abariki sana. Kwenye ujumbe wa mkombozi wangu yu hai wa mwaka 55 mwezi wa 4 tarehe 10. Bwana abariki sana. Paragraph ya 47. Mkombozi wangu yu hai, paragraph ya 55 mwezi wa 4 tarehe 10. Paragraph ya 47. Nabii anasema, je, uliwahi kusimama ukawazia asubuhi ya leo kuhusu kurudi? Ni kusema kulikuwa kumeonekana. Yeye tayari yuko pamoja nasi sasa. Sisi siku moja sasa leo, wazia tu kwamba uwepo wake uko hapa leo. Bwana Yesu yuko katika ulimwengu mwingine ama kiwango kingine, papa hapa leo katika umbo la Roho Mtakatifu. Bwana abariki sana. Roho yake inashikamana na roho yetu. Macho yetu hayawezi kumuona kwa sababu bado ni ya kimwili, isipokuwa jambo fulani litukie ambapo tungeliweza kuona ono. Lakini yeye yuko hapa akionekana tu halisi kama alivyokuwa siku ile alipozungumza na Mariamu kaburini, au alipokutana na Kleopa akienda zake Emau. Uwepo wake uko hapa. 48. Unaweza kuhisiwa na hiyo hisi, kuhisiwa na charge hiyo ya ndani iliyo ndani ya mwili wa mwanadamu inayoitwa kuzaliwa upya. Ndio maana nakwambia mtu aliyezaliwa mara ya pili ndio anaweza kahisi uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Bwana bariki sana. Hiyo nafsi imetiwa sumaku kwake. Unaona? Na mara moja moja ukiacha nia yako imzingatie. Hata hapa hapa. Ukiacha nia yako imzingatie kwamba yeye yuko hapa, utamuhisi kwamba yeye yuko hapa. Baada ya kitambo kidogo tu kitu fulani uhalisia, unaweza kuhisi kitu fulani kikipita juu ya utu wako. Hilo ndilo thibitisho la kufufuka kwake. Bwana bariki sana. Lakini 49 anasema, lakini kwa kila mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, najua hivyo, ni unajua iko pale pale. Na unapowasiliana naye, nimewaona watakatifu wakisema, lo, hivi uwepo wa Bwana uko karibu. Wanasema, mbona kuna kitu fulani, mbona bila shaka yupo pale pale. Papo hapo amefufuka katika wafu na amesimama moja kwa moja karibu nawe. Bwana bariki sana. Sasa siku moja tutakapoenda kuwa pamoja naye, roho hizi humu ndani zinazoweza kuhisi roho huyo hapa. Bwana bariki sana. Kwa sababu kama umezaliwa mara ya pili, ukiwa ibadani,
utahisi uwepo wake. Na kama unaweza kuhisi uwepo wake, anasema siku moja roho hizi humu ndani zinazoweza kuhisi roho huyo zinasukuma ndani ya huyo. Halafu basi kwenye ule ufufuo atakapojifanya mwenyewe kuonekana, kwa sababu yuko hapa lakini macho yetu hayamuoni, ila kwenye ule ufufuo atajifanya mwenyewe kuonekana ili macho yetu ya kawaida yamuone. Atakapojifanya mwenyewe kuonekana, tutafanywa kuonekana na kuwa na mwili kama wake wenye utukufu. Bwana bariki sana. Kwa maana tutakapokuja kutoka ulimwengu wa roho, yeye atatuleta pamoja naye. Wote waliokufa katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye katika ufufuo. Lo, ni kuelimisha jinsi gani! Ni jambo la baraka jinsi gani! Bwana wabariki sana. Ujumbe wa ushirika wa mwaka 55 mwezi wa 5, paragrafu ya 122. Sikiliza kwa makini. Sasa angalia, sasa kama nyota hizo nilikuwa nimeweka muda hivi majuzi kwenye chumba cha uchunguzi, kabla tu sijafunga, nataka niwapeni wazo. Anasema ikiwa nyota hizo walisema ingechukua nuru ikisafiri na sahau ni maelfu mangapi miaka kwa mwendo wa kusafiri kwa mwendo wa nuru, ikifika mbio hiyo kuja hapa duniani, maelfu mara maelfu ya miaka kwa mwendo wa nuru kufika hapa duniani kutoka kwa moja ya nyota hizo. Kwa maneno mengine ni kwamba, yani umbali ambao nyota ipo na dunia ilipo, hata kama ingesafiri hiyo nyota kwa spidi ya mwanga ikaja mpaka hapa duniani, ingetumia miaka maelfu mara maelfu kuja ikafike hapa. Unaona huo umbali ulivyo? Na tunaweza kuona miaka milioni 120 ya anga ya nuru, na kupitia hapo ni nyota tupu kama ilivyo. Je, ingemchukua malaika muda gani kutoka huko kufika hapa, kama mbinguni ni huko juu? Bwana wabariki sana. Yaani nyota tu, umbali wa nyota na dunia, ili safiri kuja hapa duniani ingetumia maelfu na mamilioni ya miaka ili ifike. Sasa kama malaika mnasema kwamba mbinguni ni mbali kiasi hicho, je, malaika kutoka huko mbinguni kuja duniani atatumia miaka mingapi? 123. Sasa ukizungumza juu ya mbingu na tunapokufa kwamba tunaenda mahala fulani ambapo hata huwezi kuona huko juu, hivi huoni kwamba Mungu ameficha utukufu kutoka kwa jicho la kawaida? Yaani sio mbali, mbinguni sio huko kwamba unavuka nyota, ni kwamba tu macho haya ya kawaida yamefichwa, ila mbinguni ni hapa hapa. 124 inasema tumeketi hapa katika mahali pa mbinguni, hapa hapa tulipoketi. Sasa Roho Mtakatifu yuko hapa, sasa Kristo yuko hapa, nao mwili tunaopokea tunapotoka hapa, tunaingia katika kiwango kingine, mahali penye baraka pamoja na Bwana Yesu. Na katika kurudi kwa Kristo, katika mwili wake wa kawaida akirudi duniani, roho hizi zitarudi na kuchukua mwili mpya kabisa tena, nasi tutaishi milele. Amina. Lo jamani, kama watu wangeweza kupata wazo sasa hivi la malaika wakitembea huku na huku hapa kwenye marefu ya hayo ya kanisa la Kristo mwana wa Mungu akizunguka zunguka mjengoni, jamani ni tofauti jinsi gani! Wewe ukiona mjengoni unamuona Shemasi, unamuona Darius, unamuona mhubiri, lakini ungevuka kwenye hii dunia ya tunayoonana mmoja kwa mwingine, ukajua kwamba mjengoni katika kila kitu ulichokaa kuna malaika na Yesu Kristo yuko humu, nabii anasema kanisa lingekuwa na tofauti. 125. Ndipo wakati roho yako inapotiwa nguvu sana kwenye huo ulimwengu wa nje, na kama tu vile sumaku, yani uko hapa ibadani lakini roho yako inanasa mambo fulani ya ndani. Bwana bariki sana. Hapa najua naweza kama naongea mwenyewe, lakini kwa wale ambao waliwahi kukutana na hiki kitu wataelewa nazungumzia kitu gani. Ni kama kitu fulani ndani yako kinaungana na ulimwengu mwingine. Wewe uko hapa ibadani lakini hauko hapa ibadani, unaingia kwenye ulimwengu mwingine. Yaani roho yako inashikamana na roho wa Kristo. Ndio maana nabii anasema ni kama sumaku. Ulimwengu huo wa nje ni kama tu vile sumaku na fuele kwenye redio, na wakati kifaa hicho mle ndani kinapochajiwa sana na kutiwa sumaku kwenye maneno,
hayo kinanyooka mpaka kinaingia kufanya halisi. Yaani ukiweka redio hapa itachukua haya mawimbi unayoyaona kawaida ambayo hata huyaoni kwa macho, itayageuza mpaka yatabadilika, yatakuwa sauti. Ukichukua king'amuzi hapa kitabadilisha hii hewa unayoiona hapa mpaka utamwona Mama Samia akihutubia mahala fulani hapa. Sasa ndivyo ilivyo nafsi yako, ikiingia kwenye ulimwengu mwingine itachukua yale mawimbi, itayabadilisha mpaka itayafanya halisi. Hao malaika utawaona. Kama unaweza kuamini kwamba sayansi inaweza kukufanya umuone Mzee Latano akiwa Mtowisa wakimrusha kwenye YouTube, kwa nini usiamini kwamba malaika wanaweza wakawa wako hapa? Bwana bariki sana. Kwa hiyo ukiingia ndani ya nafsi yako ukamzingatia, ukaingia ndani na kuingia ndani, hayo tunayoyazungumzia yatafanyika uhalisia kwako. Ndio maana unasikia mtu anakuambia niliona nguzo ya moto kanisani, lakini mwingine hakuiona. Huyo aliyeiona aliingia kwenye ulimwengu wa roho, akaiona kanisani, akaona malaika kanisani, alafu mwingine hajaona kitu kanisani. Bwana abariki sana. 126. Ndipo imani yetu ya kiakili inaposhuka moyoni, basi inachajiwa sana na ulimwengu usioonekana, hata kila neno la Mungu linakuwa ukweli halisi. Mnaona nalo maanisha? Mungu anaposema jambo linarudishwa mwangu zidi yake, kama tu linavyofanya kwenye fuele hiyo katika redio na kulifanya kamilifu. Mungu alisema, mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hilo la tosha. Uko ndani unaitikia amina. Hilo linalifanya halisi. Mtakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Hilo linalifanya halisi. Yeye yuko hapa sasa. Sasa hivyo ndivyo ilivyo mahali ninapopelekwa katika uponyaji wa kiungu. Bwana abariki sana. 130. Nabii anasema, laiti ningalikuwa na imani sasa hivi kuamini kwamba kila mgonjwa katika jengo hili angeponywa, kama vile tu nilivyo na imani ya kujua ya kwamba yeye amesimama papa hapa. Laiti ningelikuwa na imani ya aina hiyo, laiti kila mmoja wenu angekuwa nayo. Lakini mawazo yetu na ushirika wetu ukitoka katika miliki za vitu tunavyoona kuingia kwenye vitu tusivyoviona, basi unakuwa hakika tu kama vile vitu tunavyoviona, au uhakika zaidi. Bwana abariki sana. Ila nguzo ya moto iko hapa, malaika wako hapa, Yesu unayemtafuta yuko hapa. Ila inategemea unahitaji kitu gani, unaaminije ili umuone au upate kitu gani. Bwana bariki sana. Ni mengi lakini naona mmechoka. Nilitaka niwaelezee hivyo viwango 7, uone kuzimu ikoje, mbinguni kukoje, hapa duniani pakoje, kiwango cha sayansi kikoje, lakini wacha nimalize na hii. Bwana bariki sana. Turudi kwenye ule ujumbe wa kiwango cha sasa cha huduma yangu. Paragraph ya 24. Sasa basi sikiliza hili. Mwaona Mkristo anapokufa yeye huenda chini ya madhabahu ya Mungu moja kwa moja hadi katika uwepo wa Mungu chini ya madhabahu, na yeye anastarehe. Kulifafanua, mtu awapo na jinamizi, mnajua zile ndoto za jinamizi, yeye hawi amelala kabisa wala hawi macho. Tunaona anakuwa yuko katikati. Ukisikia mtu alikuwa na jinamizi, maana yake alikuwa anataka kuamka, hawezi kuamka, wala kuendelea kulala hawezi, yuko hapo katikati. Hicho ndicho kiwango cha kuzimu kilivyo. Yaani ukifa wewe sio Mkristo, mbinguni huendi, duniani haurudi, unabanwa hapo katikati. Bwana bariki sana. Yeye yuko katika usingizi na kuwa macho, na hiyo ndiyo mfanya yeye kutetemeka na kupiga mayowe ya kuogofya, kwa sababu yeye hayuko usingizini wala si macho. Na ukichukua hilo laonyesha mtu aendako akifa kabla hajaongoka. Yeye tayari amemaliza wakati wake, sababu yeye hafai kwenda kule bila ile damu. Naye amenaswa na hawezi kurudi duniani kwa sababu wakati wake hapa duniani umekwisha. Naye amenaswa katikati, yuko katika jinamizi. Mwaona, yeye hawezi kwenda katika uwepo wa Mungu kupumzika, na hawezi kurudi kuja duniani kwa sababu wakati wake umekwisha. Yeye yuko katika jinamizi na ataishi hivyo hadi siku ya hukumu. Jambo la kuogofya
kuwa ndani yake. Mwaona? Na sasa 27, paragrafu ya 27. Hapo wakati mfupi uliopita nilikuwa nikieleza hayo. Nilikuwa nikitazama picha za televisheni ambapo waliteremsha mtu nadhani maili 2 au maili 1 chini ya bahari. Si mnaonaga zile picha ambazo watu wanaenda chini baharini kule, inaonyesha maisha ya samaki kule. Bwana bariki sana. Nabii alikuwa akiangalia hicho kitu. Nao walikuwa na miale ya nuru iliyopenyeza. Wao walikuwa wakionyesha wanyama wa baharini. Na hapo wakaja samaki hao viumbe walioonekana wa kuogofya. Kule ni usiku wa manane. So, unajua kule chini ya bahari hamna jua. Kwa hiyo kule ni giza. Nabii anasema kule ni usiku wa manane. Kulikuwa kweusi kama wino. Nao walikuwa na madini kama nta yanayong'aa gizani juu. Ilionekana kama juu ya mapua yao hawakuwa na macho. Sasa ilibidi walishwe. Kwa hiyo ilionekana kama kupata chakula chao waliongozwa na hisi nyingine, si kuona. Yaani hawa samaki wanaoishi huko gizani, wao hawatumii macho kupata chakula. Wanatumia hisia fulani ili waweze kupata chakula. Yaani ataanza, kuna mawimbi fulani ambayo Mungu amempatia, atahisi kwamba huyu ni adui anayekuja au ni chakula kinakuja, lakini haoni kwa macho. Bwana bariki sana. Sasa kusudi wapate kufikia vyakula vyao. Nami nilizani kama ningaliwaongoza maskini samaki huyo kuona kwangu, ningempa chakula chake zaidi mno kumwongoza mahali kuona kwangu mara nyingi zaidi ya dira inayomuongoza. Ya nabii akasema, kama sisi tunatumia macho, unaweza ukaona kabisa kule kwa mwanga, ukaona kwamba chakula chake hichi hapa na nini, lakini kwa sababu anahangaika kwa ile hisi alionayo, anatafuta mpaka aje akipate chakula. Lakini angeruhusu mwanadamu ndiye awe kiongozi wake, angemwambia wewe toka mahali hapa, chakula hichi hapa, toka hapa kuna adui. Mnaona jinsi ilivyo? Sasa nabii anasema hivyo hivyo na sisi hapa duniani ndio tulivyo. Tunahangaika, tunajishughulisha na mambo mengi, na kati Biblia ilisema msijisumbue kwa jambo lolote lile, bali nyie tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa. Kwa nini? Kwa sababu Kristo Yesu katika ulimwengu wa kimbinguni, ule ulimwengu wa roho, anajua kabisa unataka shingapi, anajua unataka mtaji wa kiasi gani, anajua unataka kujenga, anajua nyumba yako iko wapi, kiwanja unachotakiwa kununua kiko wapi. Lakini wewe kwa akili zako hapa duniani haujui chochote. Unatumia tu hisi ya kuona na macho na masikio na kusikia. Utasikia wajasiriamali watakwambia fanya hivi. Ni kama tu ule samaki aliyeko kule chini, maskini yuko kwenye giza. Kwa sababu ya hisi yake ndogo anahangaika kupata chakula. Lakini mwanadamu ambaye anatumia macho anaweza kumwambia wewe usihangaike, mbona unazunguka, geuka tu nyuma yako, nenda mita 2, chakula kiko hapo. Lakini kama hata msikiliza mwanadamu ambaye ana akili ya juu kuliko yeye, hawezi akapata kile chakula. Ndivyo ilivyo na sisi, tunahangaika na mambo mengi, lakini Mungu alisema mimi ni Mungu niwatoshelezaye. Mimi ni Mungu nikuponyaye na magonjwa yako yote. Alisema sitakupungukia wala sitakuacha. Nitakuwa pamoja nawe, nitakuponya, nitakubariki. Akasema tena nitawabariki hata hamtakuwa na mahali pa kuweka. Sasa kwa nini unahangaika? Ni kama tu huyo samaki anayehangaika. Kwa nini anahangaika? Anatumia hisi zake ambazo ni hafifu. Laiti angetumia hisi za mwanadamu, angelipata chakula mahali pale kilipo. Na ndivyo tulivyo sisi wanadamu. Tunatumia akili zetu na milango 5 ya fahamu. Lakini ukiacha hiyo milango 5 ya fahamu, ukaingia kwenye ufahamu wa Mungu, ukatumia hisi kuu, ile imani ya Mungu, utapata yote unayohitaji. Bwana bariki sana. Ndio maana 24 nabii akasema, ndipo ikanijia, ikiwa ningejisalimisha tu mwenyewe kwa Mungu, ni zaidi jinsi gani kuona kwa busara kwa Mungu, ambaye angetuongoza sisi zaidi sana ya vile vitu tunavyo tuvionavyo. Kwa sababu ile imani ambayo yeye hutupa sisi ni bayana ya vitu visivyoonekana kwa macho yetu. Ndipo ikiwa samaki mdogo angeweza kamwe kujua juu ya maji kama samaki wengine, kwa sababu ametiwa pumzi. Bwana bariki sana. 29. Lakini sasa ikiwa maskini samaki huyo angewahi kuja juu hapa na awe na mimi, je, yeye angepata tena kuwa maskini? Samaki huyo chini humo kwenye giza la usiku wa manane, yeye hangetaka kuwa tena samaki.
kwa sababu yeye yu kitu fulani kikuu zaidi ya samaki. Yeye ni mtu. Yaani ukimtoa samaki akawa mtu, hawezi akarudi tena kule. Ni yale yale akina Yakobo, Petro akasema kwamba hapa ni pazuri, haina haja ya kurudi kule. Bwana wabariki sana. Hisi zake kuu zaidi, kufahamu kwake ni kukuu zaidi, maarifa yake ni ya hali ya juu sana. Ndipo jumlisha, nabii anakuambia jumlisha hayo na milioni 10, ndipo utapata vile ilivyo uondokapo huku na kuingia katika uwepo wa Mungu huku, ambamo mwanadamu yu mbali zaidi kuliko tulivyo hapa. Hungependa kuwa mwanadamu kama huyu tena chini hapa katika nyumba ya magonjwa na uharibifu. Imekuwa hivyo moyoni mwangu kwamba nimejaribu hii miaka 30 kuhubiri injili kote duniani, kuambia watu kuwa kuna mbingu za kupata na kuna kuzimu ya kuwepa, na kuna Mungu akupendaye na nguvu za ukombozi zilizowekwa tayari kukuinua wakati wowote uwapo tayari. Mungu na wabariki. Tusimame. Kwa ikiwa tu utaujua uwepo wake, ukajua yeye yuko na wewe, na ukajua namna ya kumtumia, mambo yameisha. Lakini ukibaki tu kama yule samaki anayetaka kujiongoza kwa kutumia hisi zake, utatafuta mtaji kwa akili zako, utatafuta nyumba kwa akili zako, utaoa kwa akili zako, utaishi kwa akili zako. Lakini ikiwa ukijisalimisha, uishi kwa Kristo, mambo yote yanawezekana kwa hao wanaoamini. Mungu na wabariki. Karibu sana.